maana wanahisi huenda atapita kabla ya ile mida, halafu wasimuone. Kwa hiyo wakakaa, saa 5 ikafika hakuja. Wakaambiwa ndani ya muda wowote kuanzia sasa anaweza akapita mheshimiwa hapa. Wakakaa saa 5, saa 6 ikafika hajaja. Lakini wamesubiri, wanaendelea kung'ang'ania, gari zinapita, wanakula vumbi. Saa 7 ikafika hajaja. Lakini hawatoki, bado wamesimama mpaka wamuone rais. Ikafika saa 8 bado hajaja, lakini wamekaa, hakuna nayeondoka. Mimi nikajiuliza, huu upako ni wa namna gani ambao unamkamata Mnyahelu anashindwa kuchomoka mpaka kula na ahirisha eti mpaka rais apite? Wakakaa, jamaa ndo wanatokea saa 9, watu wananjia basi hawapigi miayo. Ndo akatokea saa 9, watu wamekaa, wamekusanyika, wanasubiri mwanadamu. Lakini nikajiuliza, mbona kwenye Injili watu hawana uwezo wa kukaa? Shetani anajaribisha kuaminisha watu vitu visivyokuwa vya msingi vionekane ni vya maana kuliko vitu vya maana kuonekana vya maana. Nikupe hongera wewe ambao umekubali kutulia hapa. Bwana ana makusudi na wewe jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, nataka nikuletea habari njema. Nitalisoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura 22. Nitasoma mstari mmoja tu, ule wa 12. Maandiko yanasema hivi: tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisaidie kuchukua hii hapa. Jamani, haleluya. Uzoefu unaonyesha kabla ya maangamizo Mungu analeta maonyo kwa wanadamu. Hakuna wakati wowote ambapo Mungu alimhukumu mwanadamu bila kumuonya kwanza. Haleluya. Asante kunipa support hiyo. Ndio, yani maana yake ninachoongea ni sawa. Mungu alipotaka kuipiga Ninawi, akaona sio vizuri awapige watu wa Ninawi kabla hajawaonya. Ndipo akamtokea nabii Yona, akamwambia, nenda katika mji ule mkubwa wa Ninawi, ukawapelekea habari, uwaonye, uwaambie baada ya siku chache nitaiangamiza Ninawi kama hawatatubu. Sasa uzoefu unaonyesha toba pekee ndiyo inayoweza kuzuia hasira ya Mungu isiwake juu ya mwanadamu. Sasa huyu Mungu akamtuma Yona. Alivyomtuma Yona, Yona naye akakwepa, akasema siendi, yubirie. Kwa nini Yona alikwepa? Kwa sababu Ninawi waliitesa Israeli, waliwasumbua sana Waisraeli, walikuwa ni maadui wa Israeli. Kwa hiyo wanawatesa Waisraeli, na Yona ni Mwisraeli. Aliposikia Mungu anamwambia nitaiangamiza Ninawi, sasa kabla sijaiangamiza Ninawi, nenda ukaihubiri Ninawi, Yona akasema sitaenda, kwa sababu huu ndio muda na saa ya adui zetu kupigwa na kuangamizwa. Kwa hiyo Yona akasema tumepata nafasi adui zetu wapigwe, sasa niwapelekea habari njema, najua Mungu ni wa rehema, atawahurumia. Sasa bora nile kona ili wafe vizuri. Jamaa badala ya kwenda Ninawi akakimbilia Tarishishi. Wakati anakimbilia Tarishishi, nataka nikwambie Mungu ni fundi, hawezi akakimbiwa
asifanye chochote. Asikiliza, maandiko yanasema niende wapi? Nijifiche na uso wa Bwana. Sikiliza, hauwezi ukajificha na uso wa Mungu. Wakati Yona anakimbia, Mungu akaandaa mpango maalum, akaichafua bahari. Wakati ameichafua bahari, chombo alichokipanda Yona, ile merikebu, ikaanza kuyumbayumba, ikawa inakunywa maji. Wamebeba mizigo, wakawaza hapa bila kupunguza mizigo tutakufa. Wakapunguza mizigo, lakini tatizo linaendelea kuwa kubwa, maana hawajaondoa chanzo cha tatizo. Sikiliza nikwambie, chanzo cha tatizo ulicho nacho ni dhambi yako. Hata kama ungetoa sadaka, lakini bado dhambi iko pale, hujaondoa tatizo. Sioni ya leo, chanzo cha tatizo ni dhambi ulio nayo. Bwana anahitaji wewe ugeuke. Sijasikia bado. Bwana anahitaji ugeuke. Haleluya. Sasa nisikilize, maandiko yananiambia kwamba Yona akawa ametulia, kaenda sehemu akajificha, kajilaza namna hii, yani kana kwamba ile ishu inaendelea, yeye haijui. Hivi vijamaa vikashtuka, vikamwendea, hivi hili jamaa lenyewe ni jitu la namna gani? Si tunateseka, lenyewe limelala. Maana yake nini sasa? Wakamuuliza, vipi wewe? Akasema, jamani, hii ngoma tutakufa. Ili muweze kupona, muwe salama, munikamate mimi, mtupe baharini, kila kitu kitaisha. Maana Yona alijua. Sasa wakati wanamkamata, wakasema, basi damu ya mtu huyu sio juu yetu. Wakakamata, wakatumbukiza baharini. Halafu walivyotumbukiza baharini, Mungu alivyofundi ameshaandaa samaki aina nyangumi. Halafu nyanguma akamdaka. Alivyomdaka, akamkimbiza mpaka pwani ya Ninawi. Unajua Mungu lengo lake, anataka Ninawi wasikie, halafu wakikataa ndipo awahukumu kwa haki, kwa sababu hukumu yake ni ya haki. Na sisi Mungu amedutuma tuje Mganza tuhubiri injili ya habari njema. Maana yake anajua inawezekana mwaka utakufa, wewe hutamaliza mwaka, lakini Bwana ametuleta Mganza ili tukuletea habari njema. Kama utakubali, utatubu, utageuka, Bwana atakuokoa. Bwana ataipiga mauti, itaenda mbali na wewe. Sema amen. Ndio maana kwa ajili hiyo tupo Mganza. Sasa nisikilize, neno la Mungu linasemaje? Nimesoma katika kitabu cha Ufunuo. Ninachomaanisha ni kwamba kabla Mungu hajahukumu ulimwengu, cha kwanza analeta maonyo. Injili iliyokuja hapa sio bure. Hata kama inaweza kaonekana haikuandaliwa kivile, lakini Bwana aliandaa. Anajua kuna mtu fulani atakufa hapa. Anajua kuna mtu fulani ameandaliwa mauti. Na ndio maana injili hii ni kwa ajili yako uliyeko hapa. Mungu anahitaji usikilize neno. Alafu ukisikiliza neno, uponyaji wako ni kufanya maamuzi ya kutubu na kuokoka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ongeza bezi hiyo maiki kidogo. Haleluya, haleluya. Nisikilize. Sasa nimesoma neno la Mungu. Biblia inasema hivi. Haleluya. Yesu anasema, tazama naja upesi, na ujira wangu uko mikononi mwangu, ili kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Anaposema naja upesi, maana yake anakuja haraka. Anakuja haraka, na anasema malipo yake yako mikononi mwake, na yuko tayari kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Sasa kile ambacho anakisema Mungu kwa habari ya kazi, kuna aina kuu mbili za kazi. Kazi inayozungumzwa sio kulima maharage. Kazi inayozungumzwa hapa sio kulima ngole wala migomba ya ndizi, ila kazi inayozungumzwa hapa ni aina ya matendo fulani yanayotendwa na mwanadamu. Sasa maandiko yanasema
naja upesi na ujira wangu uko mikononi mwangu. Yani malipo yako, malipo ya mwanadamu yako pamoja na Kristo. Sasa nakuja haraka kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Sikiliza, kuna aina mbili za kazi. Kuna kazi za shetani na kazi za Mungu, na hizi kazi zote zinafanywa ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo shetani ana kazi zake ndani ya maisha ya mwanadamu, na Mungu ana kazi zake ndani ya maisha ya mwanadamu. Zile kazi unazozifanya, Biblia inasema yeye anakuja haraka ili apate kukulipa sawa sawa na kazi yako ilivyo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa nisikilize, maandiko yanasema, tazama naja upesi. Maana yake anakuja haraka. Amebeba ujira wa kila mwanadamu. Ujira maana yake ni malipo. Hii ina maana gani? Kazi unaoifanya, kama wewe ni mzinzi, kama wewe ni mlevi, Biblia inasema ana ujira wako, ameusikilia namna hii, atakuja kukulipa. Sikilia, jua atakulipa namna gani. Anaijua kazi yako. Kazi yako kama ni mganga wa kienyeji, anajua atakavyo kulipa. Kazi yako kama ni mlevi, anajua atakavyo kulipa. Achana na siasa za sisi wachungaji, maana hata ukifa, wachungaji tunajua kupanga mada. Tunasema huyu mtu alikuwa mwema. Unaona hata watu waliomsindikiza, amekufa, amesindikizwa na umati wa watu wengi namna hii, hata na magari yamepangwa kutoka hapa mpaka barabarani. Huyu mtu alikuwa mwema. Hapo naweka na uhuni, wanasema unaweza ukaona utitiri wa watu waliomsindikiza. Hii ni dalili kwamba huyu mtu alikuwa mwema. Upuzi tu. Halafu tunashindilia kwa kweli kwa kiwango hiki. Mungu amweke mahali pema peponi. Wao nafikiri Mungu ni fala kiasi cha kusudia aelekezwe na wewe? Aweka mahali pema peponi. Labda pepo ya bibi yako. Maana Mungu anajua kwamba huyu mtu alikuwa ni mwangazi. Alikuwa anashinda, analukaluka juu ya nyumba za watu. Analukaluka juu ya nyumba za watu, anawanga. Mungu anayejua hayo yote. Halafu wewe unaleta siasa na uhuni kwamba Mungu amweke mahali pema peponi. Mungu hayuko hivyo. Mungu anajua pa kuweka, wala Mungu hapangiwi. Anakuja na ujira wake uko mikononi mwake kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Nisikia amina. Sikiliza nikwambie, Yesu anakuja upesi. Geuka mwanamke, geuka mwanaume. Yesu ana haja na wewe, anahitaji ugeuke, anahitaji utubu. Anakuja na ujira wake uko mikononi mwake ili apate kukulipa. Kazi yako naijua, kazi yako naifahamu. Wakati unazini chini ya mikaratusi, wewe ni shahidi wa moyo wako. Namba moja ni wewe. Hata kama mchungaji angesema wewe ni mzinzi, alafu ukajitetea, kijamaa kimoja kikao kimezini, halafu tukakiuliza mahali fulani, nilikuwa mzee wa kanisa na mchungaji, tukakiuliza, sema bwana, taarifa zinaonyesha wewe ni mzinzi. Kikasema mimi. Sema wewe. Kikasema rabashakakata mimi. Eti kinanena na kwa lugha mbavu kabisa. Tunasema bwana ni wewe. Mimi. Haleluya. Roho wa Bwana wafunuliwe, wajue kama sio mimi. Yaani unadufundisha na Roho wa Bwana adufunulie wakati wewe mwenyewe ndo mzizi mwenyewe. Sio watu wahuni. Kasema ni wewe. Kikasema kama Bwana isivyo, sio mimi. Sikiliza, unaweza ukamficha mwanadamu, lakini Mungu hautamficha kamwe. Jicho la Bwana linaona kila mahali. Yeye anaona kila kitu. Lolote utakalolifanya umejificha, yeye anakuona. Bwana anakuona. Sikiliza jioni ya leo, Biblia inasema yeye anakuja upesi na ujira wake uko mikononi mwake. Anahitaji amlipe kila mtu kama kazi yake ilivyo. Sema amina, amina. Haleluya. Hey! Sikiliza, Yesu anakupenda. Anahitaji uache kazi zako mbaya. Anahitaji uache uzinzi wako.
Anahitaji watu uangaji wako. Unajua hapa kuna wengine ni wawangaji, wanalala wanarukaruka juu ya nyumba za watu. Unafikiri hakuna anayekuona. Bwana, zipo kamera za Mungu zinakumulika. Siku ile itaachiliwa video, utajiona mwenyewe mbele za watu unavyorukaruka. Huko unarukaruka bila utaratibu, unalala unawanga, wengine wametulia, wewe tu uko hivi, uko hivi. Sikiliza, tutakuona, maana iko kamera ya kimbingu ambayo inakumulika. Kama mwanadamu ameweza kutengeneza video na mtandao mwingine, kama mnavyoona watu wanarekodi, sura inaonekana, hiyo teknolojia Mungu ameshaimaliza miaka mingi. Maana yake yeye ana vifaa vinavyonasa matendo ya kila mtu. Kila mtu matendo yake atapimwa. Wewe tutakuona, halafu tutasema la, hivi huyu ndo mwangaji tunayemjua, mbona alikuwa hayuko hivi? Sikiliza, ni heri uikwepe aibu ile, na namna ya kuikataa ile aibu ni wewe jioni ya leo kuchukua hatua ya kumpa Yesu maisha yako, kuchukua hatua ya kuokoka. Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni shujaa. Yeye ni jana, leo na hata milele. Ukikubali jioni ya leo, Yesu atakuokoa, Yesu atakuponya, Yesu atabadilisha maisha yako. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Pengine unasema mimi ni mwangaji, nimekalia mpaka watoto ninaenda ninawakalia, wanapiga kelele hazitoki, nimekaa kwenye shingo zao, nimekaa kwenye vifua vyao. Je, Mungu atanisamehe? Sikiliza, Mungu atakusamehe ukikubali kutubu, ukageuka. Jioni ya leo Yesu atakusamehe. Sema amina, amina, amina. Sema amina. Yesu atakusamehe, Yesu atakuhurumia. Yeye ni jana, leo na hata milele. Habadiliki wala habadilishwi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tumekuletea habari njema, na itakuwa ni mkosi mkubwa kama utaenda jehanamu usipoenda mbinguni, kwa sababu iko neema ya Mungu kwa ajili yako, ziko baraka za Mungu kwa ajili yako. Na jioni ya leo, kama watu wamesafiri kutoka mbali wakaja hapa wamekuletea habari njema, nataka nikwambie utakuwa na bahati mbaya kubwa kama utaenda jehanamu. Na sisi lengo la kuleta injili hii, tunahitaji wote mtubu, msiende jehanamu. Wakati kanisa liko hapa, kanisa limekuja hapa mpaka mlangoni kwako, uokoke, umpe Yesu maisha yako. Yesu anakupenda, anahitaji atawale maisha yako, anahitaji atawale moyo wako, anahitaji amiliki hao maisha yako. Ugeuke, umamini yeye, yeye ni Mwokozi, atakuokoa. Haleluya. Natamani kukuona Jerusalem siku moja, tutakapoenda kule juu kwenye ile mbingu, wote twende tukutane, tumlaki Bwana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, shetani ana kazi zake anazozifanya katika maisha ya mwanadamu, na Biblia inasema atakuja kumlipa kila mtu kama kazi zake zilivyo. Ilikuwa ni mwaka jana juzi, nafikiri kama kitu kama hicho, kama sio mwaka jana, mwaka juzi, nilienda nikafanya huduma moja Tanga. Tulikuwa na huduma ya semina. Wakati nimefika pale, nataka nikwambie kitu ambacho kilinichanganya mpaka nywele zikasisimuka. Sikiliza. Sasa pale mimi nimefika pale, tukafanya huduma siku ya kwanza. Siku ya pili tukaingia kwenye maombi. Tulivyoingia kwenye maombi, alikuwepo dada mmoja ambaye ukimwangalia kwa macho anaonekana ni mtulivu, mtaratibu, lakini ana mashetani mpaka shetani kasome. Sikiliza nikwambie, yule dada tulivyoomba, mapepo yakaanza kumgalagaza. Yalivyoanza kumgalagaza, ilikuwa ni hatari.